yuko mbele, tumwandame juu. Ametangulia Bwana vitani, twende mbele kwani ndiye amini. Twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Shalom watu wa Mungu, leo ni Jumapili, tunakusanyika kama Waebrania 10:25 inavyosema kwamba tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kuwa siku ile inakaribia. Kwa hiyo kukusanyika ni muhimu sana. Leo nipende kushare na wewe idea hii kwamba tukikusanyika ilitakiwa tuwe tunahimizana nini? Ilitakiwa tuwe tunaendelea kuhimizana na kukumbushana watu wote tuishi katika ule upendo na upendano, kama Paulo alivyoandika katika ile Korinto wa kwanza 14 kwamba karama iliyo kuu ni upendo. Tukishakuwa na upendo, utakuwa unasikia kesi hizi, sijui mtu amebaka, huyu mtu amemkata ndugu yake na panga, huyu mtu amemjeruhi ndugu yake kwa namna moja ama nyingine, jamaa amebaka, sijui mzazi ameua mtoto wake, kuna sehemu mtu amezulumiwa, watu wameibiana, watu wamefanyana ubaya wa aina yoyote. Hivyo vyote vimejumuishwa katika upendo, na lengo la kukusanyika ni kutaka sisi wanaoamini, wenye imani, na imani ni chanzo chake ni kusikia neno la Kristo, ni kuendelea kujua namna ya kutendeana sisi kwa sisi, namna ya kuishi pamoja kama ndugu, kama tunaofaana, kama tunaotegemeana, kwa sababu binadamu tunategemeana. Ndio maana imani ikaletwa. Kwa hiyo lengo lote la Mungu kuleta wokovu, lengo lote la Mungu kufanya kila analolifanya, kumleta mwanadamu, mahubiri na nini, ni kutaka uwepo uhusiano mzuri kati ya mtu mmoja na mwingine. Ni kutaka watu wasitendeane ubaya, kwa sababu Mungu amesema katika ile waraka wa kwanza wa Yohana 4 kuna sehemu amesema kwamba huwezi kusema unampenda Mungu usiyemuona wakati unamchukia ndugu yako ambaye unaishi naye. Huwezi kusema unampenda Mungu usiyemuona wakati wewe unamchukia ndugu yako, unamchukia rafiki yako, unamchukia ndani yako.